Nashukuru jamani, tumekaribia. Labda tujue utayari wako juu ya huu mkutano ambao umeitishwa na waziri. Kwanza ni heshima kubwa kupata nafasi ya kukutana na Mheshimiwa Waziri, na tumeitikia wito. Kikao kitakuwa kifanyike Dodoma, baadaye tukapewa maelekezo kitafanyika hapa. Kwa hiyo tumekuja kusikiliza yale ambayo Mheshimiwa Waziri ametuitia. Kwa hiyo nafikiri itakuwa ni siku nzuri baada ya kutoka kwenye kikao. Kama kutoka kuna sababu ya kuzungumza, basi tutazungumza. Lakini tumeitikia wito wa serikali, tumeitikia wito wa Mheshimiwa Waziri, na mimi kutoka kuna mambo mazuri. Asante. Mando, msimamo wa Young Africans mpaka sasa hivi ni kwamba msimamo wa klabu nadhani wote mnaujua. Kwa hiyo haina haja ya kurudia. Naamini itakuwa ni kikao cha amani na kitakachokuwa kinatoa majibu nini ambacho kitakwenda kufanyika baada ya mchezo wa dabi ya Kariakoo kuahirishwa. Hakuna vita hapa. Tumekuja kusikiliza, tusikie waziri anasemaje, serikali inasemaje. Mwisho wa siku kama nilivyosema awali, tutachukua lile ambalo tuna uwezo nalo, ambalo litakuwa na maslahi mapana kwa klabu yetu. Hilo ndio la msingi. Kwa sasa hivi kwa ilipofikia, kwanza kwa maslahi mapana ya klabu yetu kwanza. Watani wenu Simba wanasema nyinyi ni watu wa simu moja tu na mtaingia uwanjani. Haina tatizo, lakini sisi haituhusu kwa upande wao. Sisi tunaangalia wao kwetu, kwa sababu wao waliyofanya wanayajua wenyewe. Kwa hiyo na sisi tunachokiangalia ni kwa maslahi makubwa sana ya klabu yetu. Ndio kwa mashabiki ambao wanasubiri kuona kile ambacho kitaendelea waendelee tukisupport timu yao. Jumamosi kesho kutwa tuna mechi dhidi ya Songea kwa ajili ya FA. Alafu baada ya hapo tuna mechi ya ligi ambayo inayofuatia tutacheza na Tabora kule Tabora tarehe 2. Kwa hiyo nadhani ratiba yetu ndio hiyo inayoendelea. Haya mengine yote tayari yalishapita. Shukrani bwana. Haya, umepata kumsikia vizuri kweli kweli rais wa klabu ya Yanga Engineer Saidi akizungumza kwa herufi kubwa ya kwamba wao wameitikia wito na ni busara kuitikia wito. Atakwenda kusikiliza kile ambacho ameitiwa. Baada ya hapo pia kama kuna cha kuzungumza watazungumza, lakini kama hakuna kitakachofaa wao kuzungumza basi hawatazungumza. Lakini wanasaikolojia watakuwa wanaelewa kitu. Tazama vizuri uso wa Engineer Saidi na kile ambacho amekizungumza Engineer Saidi. Kuna kitu nakipata na kuna kitu nakiona ya kwamba Yanga wanakwenda kwenye huu mkutano lakini wakiwa bado moyoni mwao wana ile mentality ya kwamba hatuchezi. Lakini pia umemsikia Alex Ngai, huyo ni mjumbe wa kamati tendaji ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africans. Yeye hakuhuma maneno, amefunguka vilivyo ya kwamba ngoma hii ni ngumu kwa sababu msimamo wao wa klabu unajulikana na kila kitu kiko wazi kwamba wao hawachezi dabi, ila wameheshimu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mamlaka husika zilizowaita na kwenda kujadili swala hili la kwamba mechi ipo ama haipo. Na hapo sasa ndipo amezungumza vizuri kwamba msimamo wa klabu hauwezi kubadilika. Sasa shughuli ni nzito kweli kweli. Kwa nini viongozi wa Yanga wanapata nguvu hii ya kuzungumza kwamba wao msimamo wao ni ule ule, na mazungumzo huko ndani hayatakuwa marefu, ni mafupi tu ya kuwekana sawa, lakini msimamo wa klabu nchi nzima unajulikana ya kwamba hawachezi dabi. Hiyo imezungumzwa na nimemnukuu, na wewe umepata kumsikia pia Alex Ngai, mjumbe wa kamati tendaji wa klabu ya Yanga. Je, unafikiri waziri mwenye zamana ya michezo Kabudi anaweza pia kuwarejesha viongozi wa Yanga? Lakini wacha nikwambie, shida si kwa waziri ama si kwa Yanga kukubali viongozi, kwa sababu hawa si sakata lao. Hili sakata kwa sasa limefika kwa wenye timu, kwa maana ya mashabiki wanachama wa klabu ya Yanga. Sasa ishi inakuwa hivi, je, viongozi hawa wakitoka kwenye kikao, mfano wamekubaliana game ichezwe, ni lazima wawaite viongozi wa matawi nchi nzima wazungumze nao, wawaambie walichoadhimia kwenye kikao, na wao ndio waende kwa mashabiki na wanachama wa klabu hiyo kwenye matawi yao, wawaeleze ya kwamba waridhie mechi ichezwe. Sasa swali la kujiuliza, swali ambalo wewe nawe unajiuliza, je, mashabiki wa Yanga wataridhia na kukubali kucheza dabi? Hilo ndiyo ambalo kila mtu anajiuliza kwenye hizi nyakati. Taarifa sasa nyingine ya wakati huu, wakati kikao kinaendelea
nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa wako mashabiki na wanachama wa klabu ya Yanga. Wao wamekuja kusisitiza na kushinikiza viongozi wao wanatakiwa waelewe kwamba hakuna mechi na hawachezi. Hawa hapa ni wanachama wa klabu ya Yanga, wasikilize kile ambacho wamekuja nacho Benjamin Mkapa. Yanga oye! Yanga oye! Wananchi tukiwa nje ya dimba la Benjamin Mkapa, tukiwa tunasubiri ndani uongozi wa Yanga na viongozi wa TFF na wa serikali kwa ajili ya kikao cha hatuchezi. Mnalipi la kusema mwalimu Yanga? Kwanza tunataka tuambie mashabiki na wanachama wa Yanga ambao mko sehemu mbalimbali, ni muda mwafaka njoo Benjamin Mkapa kwa ajili ya kushinikiza kuambia TFF, bodi ya ligi pamoja na viongozi wetu. Jambo ni moja, wananchi ambao wamezamilia katika matawi yote ambayo tumekubaliana kuwa mechi hatuchezi. Na mechi hatuchezi kwa sababu jambo moja, wenzetu walitukimbia, wanataka kulazimisha kuja kucheza hii mechi. Tunaambia viongozi, nyie mpo kwa niaba ya mashabiki na wanachama ambao wamewachagua. Wanachama na mashabiki wamezamilia, wamesema hakuna mechi kuchezwa. Yeyote ambaye ataenda kinyume na msimamo wa wanachama na mashabiki, huyo maana yake sio mwenzetu. Tunasema hatuchezi. Daima mbele, nyuma mwiko. Daima mbele, nyuma mwiko. Tunasema hatuna imani na bodi ya ligi. Sio tumetoka South Africa, tulitumia gharama kubwa. Mimi nimebaki kama mwakilishi wa wanachama na wapenzi wa mpira kutoka South Africa. Sisi tunasema mechi hii ichezwe mpaka tupewe sababu. Haiwezekani bodi ya ligi inairisha mechi kirahisi afu leo zitumike busara. Tunataka tujue mpira wetu unaendeshwa na busara au unaendeshwa na kanuni na sheria? Ndio mchezo wao na bodi ya ligi. Ndio, hao ni baadhi ya wanachama na mashabiki wa klabu ya Yanga ambao wamejitokeza Benjamin Mkapa kwa lengo la kushinikiza ya kwamba hakuna mechi, hatuchezi. Tusubiri kuona wizara kupitia mawaziri wenye dhamana hiyo, kwa sababu tumemwona pia bwana FA akiwa ameshuka hapa na kuingia, lakini waziri Kabudi na yeye tumemuona pia. Tusubiri nini hasa ambacho kitapatikana, na baada ya hapo pia tutakupa taarifa zote ambazo zitakuwa zinaendelea hapa Benjamin Mkapa. Kikao kizito kweli, bodi ya ligi, TFF, Young Africans na wizara yenye dhamana ya michezo nchini Tanzania. Mimi sina la ziada, tukutane tena wakati mwingine, lakini nikwambie tu ya kwamba mvua zinazidi kunyesha. Ili upate mabati mazuri, hakikisha unawasiliana na Bati Quality ili tukupatie bati kwa punguzo la bei. Bati zetu kwa sasa zimeshuka bei kuanzia shilingi 21,500. Unaweza kupata bati nzuri. Cha kufanya, piga simu nambari ambayo unapata kuiona hapo chini ili uweze kupata bati. Lakini si bati tu, unapata misumari pamoja na usafiri bure popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania, na tunakupa warranty ya miaka 10, yani fulu kuenjoy ukiwa na Bati Quality. Hakika mambo ni mazito kweli. Sakata hili si la kitoto. Tusubiri kuona namna ambavyo itakavyokwenda kuisha na litaishaje. Viongozi wa Yanga wao ndio wanatakiwa waliamue, kwa sababu inaonekana ugumu upo kwao, kwa sababu wao ndio ambao wamegoma kutocheza mchezo huu. Lakini Simba na wao na kuambia tu watakuwa na kikao hapa saa 7 baada ya kikao cha Yanga, bodi ya ligi na TFF kuisha. Basi kikao cha Simba na wizara chenyewe kitafanyika saa 7. Umeelewa vizuri? Kwa tunasubiri na kikao cha Simba pia kitakavyoendelea hapa. Tutakupatia pia majibu mbalimbali ya kila kitu ambacho kinapata kujili hapa kwenye uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Cha kufanya ni kuendelea tu kuwa nasi karibu, endelea kuwa nasi sako kwa bako ili uweze kupata mambo mazuri kutoka kwetu. Mambo yanaendelea pia kukujia chini ya udhamini huu wa Bati Quality pamoja na MC Cisco. Kwaheri. Kutana na MC Cisco, MC ambaye atasimamia sherehe yako kikamilifu na kuifanya iwe na viwango vya kimataifa. Kutokana na uzoefu alionao katika tasnia ya UMC, uandishi wa habari na utangazaji. Ukiwa na harusi, send-off ama events mbalimbali, muite naye atakuhudumia. Pia ana huduma za picha pamoja na video zenye ubora wa HD. Ana sound ya mziki mkali pamoja na DJ anayekizi vigezo vya DJ. Ofa sasa, usafiri bure kwa maharusi, zawadi ya picha mbao kwa maharusi,
bila kusahau Photo Magazine. Kama unahitaji sherehe yako ionekane ya kisasa, jibu ni Cisco J Entertainment. Wanafanya kazi ndani na nje ya Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi piga 0782055044 au tembelea kurasa yake ya Facebook Nicholas Johnny, Instagram Cisco J_5, MC Cisco Master of Ceremony.